Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kunipa nafasi hii nizungumze. Kwa majina naitwa Isaac William Jacobo, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Kamuri. Nishukuru kwa ujio wako. Nina changamoto kama 2-3 naomba niziwasilishe kwako. Kama ulivyoambatana na wataalamu basi tunaweza tukapata majibu yake. Tuna changamoto ya barabara mkuu. Changamoto ya barabara, ile barabara ni kero ndani ya kero nyingine. Na pale shule ya pale Kamuri tuna shule ya msingi. Walimu wote wanaohudumia pale wanatokea Benako. Asubuhi wanaenda, jioni wanarudi. Hivyo siku 5 za wiki, miezi 12. Lakini ile barabara haipitiki hasa wakati wa masika. Tungeomba kwamba serikali haishindwi na chochote, nina hiyo imani. Kwa niombe tusaidie kunapohusika ili kwamba barabara ile ilikuwa ni mwaka juzi kama sijasahau wameingiza kwenye mfumo wa TARURA, lakini tangu wametoka hawajawahi kurudi. Kwa niombe ili nalo niliweke mbele yako mkuu wa wilaya kwamba mtusaidie na sisi kule kama wananchi wa kitongoji cha Kamuri tukipata hii huduma tunaweza tukafurahi zaidi. Changamoto nyingine ni kuna mradi wa umeme Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya umetokea Benako kwenda Kiaka. Umepita maeneo yale ya kitongoji cha Kamuri, lakini pia watu waliofanyiwa tathmini baadhi walilipwa na wengine hawajalipwa. Na mpaka sasa macho yangu yanashuhudia kwamba wako wakifanya usafi, wanasafisha ile laini watakapojenga hizi nguzo za umeme. Lakini kuna watu 4 ambao hawajalipwa mpaka hivi sasa, na cha kushangaza zaidi mtu mmoja miti yake imesharazwa chini. Sasa nisijue ni kwa utaratibu gani na ni kwa namna gani wanafanya kitu cha namna hiyo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya naomba niwasilishe. Kwa majina naitwa Mr. Isaac Felician Chungana, ni mkazi wa kijiji cha Nyakariba. Isaac Felician Chungana ni mkazi wa kijiji cha Nyakariba, kitongoji cha Kigina. Jambo la mwisho Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ni hili. Watu wa barabara. Mheshimiwa pale nimeona alikuja kwenye survey ya barabara. Tunakaa shortcut pale kanakoingia senta yetu ya Mtakuja. Hamna gari la kwenda kupakia mizigo. Na ile senta yetu, senta ya wakulima, watu walima mahindi pale, ndio kituo kikubwa na hisi kwenye kata yetu kinachotoa mavuno ya mahindi kwenye senta, kwenye kijiji kitongoji, kwenye kata hii. Sasa Mheshimiwa nilimwona alikuja kupiga survey kwa ajili ya kale kaona kwa ajili ya kutokea daraja ili kuingiza magari kule. Tukivuna mahindi yetu tunabeba kwenye pikipiki, kwenye basketi kuja kumnazi, na mapato yanaingia kwenye kijiji ndani kwa sababu kijiji unapopakilia mazao ni kijiji cha Kasuro. Upande wa TARURA tulikuwa tuna maswali 5. Swali la kwanza ni changamoto ya barabara ya Kamuri Center. Kama tuna kumbukumbu vizuri, barabara imefunguliwa 2025. Ilitengenezwa na ikawa inapitika. Lakini changamoto ni mifugo kupita kwenye hifadhi ya barabara. Kwa hiyo ningeomba wananchi pia na nyie mtupe ushirikiano. Mifugo haitakiwi kupita kwenye barabara. Mifugo ikipita tu, mvua ikanyesha, barabara lazima iharibike. Na kama tumeshaitengeneza mwaka uliopita, hatuwezi kuitengeneza tena mwaka huu. Barabara ni nyingi, tunapeleka sehemu nyingine ambapo mwaka jana hawakupata. Kwa hiyo hili nimelichukua, labda cha kufanya tukiingia kwenye mpango wa kuandaa bajeti ya mwaka unaokuja. Tutaenda tutaipima, tutaichukua, tutaingiza kwenye bajeti. Lakini kwa mwaka huu ni ngumu kwa sababu bajeti tulishawasilisha na haimo. Kwa hiyo ningeomba ushirikiano pia tupeane na support ya kutopitisha mifugo inasababisha kuharibu miundombinu ya barabara. Swali la pili, barabara ya Kumnazi Kigoi. Hii barabara pia imetengenezwa 2025. Kwa hiyo kwa mwaka huu hatutaweza kuitengeneza tena mpaka labda kwa mwaka ujao, lakini kutokana na hizi mvua zinazoendelea kunyesha kuna baadhi ya maeneo yameharibika, hasa yale ambayo yalikuwa na miamba, kwa sababu tuliweka changarawe, baadaye mvua ziliponyesha ile changarawe imehama. Kwa hiyo TARURA Ngara tunaendelea kupitia barabara zilizoathiriwa na mvua. Kwa hiyo baada ya hapo tutatoa maelekezo ni kitu gani kifanyike. Swali la 3, barabara ya Kihanama Kumbuga. Ni kweli TARURA tulikuwa tuna zoezi la kubaini barabara ambazo zilikuwa hazina kodi. Kwa sababu mfuko wa barabara huwezi kutengeneza barabara ambayo haina kodi.
Hizo barabara tulizipitia na hii ikiwemo tuliipitia tukaichukua. Kwa hiyo tumeshaiombea kodi na kodi imekuja. Kinachobaki hapo ni kuangalia jinsi gani sasa ya kuingiza kwenye budget.